Mheshimiwa Waziri, mkoa wa Arusha kama mikoa mingine, na sisi jambo la kutunza mazingira, usafi na matumizi ya nishati safi ni kipaumbele namba moja. Tunafahamu hii ni ajenda ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na alipewa heshima ya kuwa mwenyekiti wa mazingira. Sasa mtu akipewa nafasi hii, na wewe ndio hasa kinara wa kucheza kwenye mazingira na usafi, na ndio maana mmeamua hapa, sio kwa bahati mbaya, kwa sababu jiji la Arusha ndio jiji namba moja kwa usafi Tanzania nzima. Jipigie makofi sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, unafahamu huu mkoa ni wa kiutalii. Ecosystem ya mkoa huu inaharibiwa kwa sababu ya uharibifu wa mimea, kwa maana ya miti, ukataji ovyo kwa ajili ya matumizi ya kuni, na wakati mwingine tunapoteza mimea lakini na wanyama ambao wangesaidia sana kwa ajili ya kuendelea kukuza utalii, kwa sababu tunaacha jangwa kwa sababu ya matumizi ya nishati kuni kupikia na shughuli zingine. Mheshimiwa Waziri, kwa ajenda hii ya matumizi ya nishati safi, tunaamini sasa inakuja kuboresha ecosystem kwenye mkoa wetu, imekuja kuboresha shughuli za utalii, kwa sababu tayari wanyama hawatahamahama, watabaki ndani ya mkoa wetu na utalii utaendelea kukua, tutaendelea kupokea wageni wengi. Rai yangu wana Arusha, Mheshimiwa Waziri amekuja hapa kutuhamasisha, kutupa ujumbe ambao alionao. Tumsikilize vizuri ili kusudi swala la mazingira liwe kipaumbele. Wilaya zote za mkoa wa Arusha na halmashauri zote zinasisitiza matumizi ya nishati safi. Mashuleni leo hii asilimia kubwa, mashule yote ya hosteli yanatumia nishati safi. Mara nyingi tumegawa mitungi ya gesi kwa wananchi hao wajasiriamali, mamalishe na babalishe, wanatumia nishati safi gesi. Maana yake nini? Wamepokea na kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya matumizi ya nishati safi. Lakini usafi, Mheshimiwa Waziri, kwetu mkoa wetu ni kipaumbele. Umetembea umeona, huoni majani yamezagazaga hovyo, huoni makaratasi, huoni maplastiki, kwa sababu elimu ile ile ambayo Mheshimiwa Rais alianzisha na wewe umeichukua, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wote hawa wamekuwa wakisimamia, na hata kwenye halmashauri madiwani na wakurugenzi wote wanasimamia kazi hiyo.